Kama Bwana anakupa neema, tumika kama vile hautumiki tena. Unajua Yohana Mbatizaji alikuwa ni mtangulizi wa Bwana Yesu. Na alikuwa ni mtu, Yesu anasema ni mtu mkuu sana. Alikuwa anaishi nyikani, anakula nzige na asali. Lakini alipotokeza tu kwenye huduma yake, alitumika kwa muda mfupi, miezi tu. Miezi. Kwa muda mfupi. Lakini huduma yake ilikuwa ni yenye nguvu. Amina. Na impact kubwa katika jamii. Watu wote walimuendea. Alihubiri kwa viwango. Alihubiri bila kujali sura za watu. Na Yesu anamkomendi. Anasema katika watu waliozaliwa na mwanamke, hayupo kama Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo fursa anayokupa Mungu, itumie. Haujui umepewa muda gani wa kutumika. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo nashukuru sana kupata fursa hii. Mungu wa mbinguni akubariki. Tumekuwa na somo zuri la Roho Mtakatifu. Tumejifunza, tumeangalia kazi za Roho Mtakatifu, tumeangalia umuhimu wake katika maisha ya muamini. Tukaona jinsi ambavyo bila Roho Mtakatifu hatuwezi neno lolote. Tukaona jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anatutia nguvu tuweze kutumika. Anatupaka mafuta, anatutenga kwa ajili ya utumishi maalumu. Tukaona jinsi ambavyo ametumia watu mbalimbali kama kina Petro. Kabla hawajajaa Roho Mtakatifu walikuwa ni watu dhaifu, walikuwa waoga, walikuwa hawawezi, hawana uwezo wa kusimama na kuitetea Injili. Lakini baada ya kujaa Roho Mtakatifu, tunawaona wakisimama kwa ujasiri bila hofu. Tunamwona Petro akisimama kwenye baraza la Sanhedrin, anashindana nao, anawakabili, anawaambia jamani, kama kuna jambo lolote jema alilotendewa huyu mtu ambaye alikuwa dhaifu, jueni ninyi nyote leo ya kwamba ni kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ambaye ninyi mlimsulubisha mkamuua, lakini Mungu akamfufua katika wafu. Kwa jina lake huyu mtu anatembea, yuko mzima, kwa sababu hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote, maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu kuokolewa kwalo. Anahubiri kwa ujasiri, anawakabili, anasimama katikati ya mkutano, anahubiri kwa nguvu. Wanachomwa mioyo yao, wanasema tutendeje ndugu zetu? Anasema tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu, kwa sababu ahadi hii au kipawa hiki ni kwa ajili yenu, kwa ajili ya watoto wenu, kwa ajili ya wote walio mbali watakaoitwa na Bwana ili wamjie. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatupaka mafuta kwa ajili ya huduma, anatuvika ujasiri, anatupa nguvu ya kushinda mateso. Tukaona mfano wa Stefano, shemasi tu aliyechaguliwa kugawa chakula kwa wajane, lakini akapakwa mafuta, akawa mwinjilisti mkubwa, akashindana na wapinzani madhehebu karibu 6, akawashinda. Biblia inasema wala hawakuweza kushindana na yule Roho aliyekuwa anasema naye. Lakini tunaona Stefano wanamuinukia, tofauti na Petro walitubu wakamwamini Yesu. Lakini Stefano wanamsagia meno, wanamuinukia, wanampiga mawe,
Lakini wakati anapigwa mawe, badala ya kuona huzuni, badala ya kulalamika, anauona utukufu wa Bwana. Anapiga kelele, naona mbingu zimefunguka, namuona mwana wa Mungu amesimama mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini wala hawakumspea, wakampiga kwa mawe. Wakati anakufa, Biblia inasema anapiga magoti, anasema, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Kazi ya Roho Mtakatifu, anatupa kuona utukufu katikati ya mateso. Tunapita nyakati ambazo zina changamoto nyingi. Kuna nyakati za mateso, kuna nyakati za dhiki, kuna nyakati za kukatishwa tamaa hata na ndugu. Lakini ukijaa Roho Mtakatifu, anakutia moyo, unaendelea kuwa jasiri, unaendelea kusonga mbele kama walivyoimba vijana, mbele kwa mbele. Tunasonga, haturudi nyuma wala hatukati tamaa, kwa sababu Roho Mtakatifu anaendelea kutupa uhakika ya kwamba bado Mungu anakupenda, bado Mungu anakuwazia mema, bado Mungu anakupenda. Haleluya. Sasa leo nataka tuangalie juu ya matokeo ya kujaa Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha, na thamani yake kwetu au thamani yake kwa muamini. Na nashukuru mchungaji amesema tusiangalie muda, lakini tutajitahidi kwa neema ya Bwana kutumia muda vizuri. Kunena kwa lugha na thamani yake kwa muamini. Na maandiko yetu tutasoma Wakorinto wa kwanza sura ya 14 kuanzia ule mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 5. Ndio mahali tutakakosimamia pamoja na maandiko mengine. Nikasema zipo sababu kadhaa za kwa nini tutilie mkazo kujaa Roho na kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni ishara ya nje inayodhihirisha ujazo wa Roho Mtakatifu. Zipo ishara nyingi zilizoambatana na kushuka kwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Matendo ya Mitume sura ya 2 pale na ule mstari wa 1 mpaka ule wa 4 tunasoma, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ishara ya pili, kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto zilizowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Hapa tunaziona ziko ishara 3. Ishara 2 zinatangulia kujazwa Roho Mtakatifu. Ishara 1 inakuja baada ya kujazwa Roho Mtakatifu. Ishara 2 zilizotangulia tunaona uvumi wa upepo. Uvumi wa upepo ukaja ukaijaza ile nyumba, lakini hawajajaa Roho Mtakatifu. Alafu zikawatokea ndimi za moto zilizogawanyikana zikawakalia kila mmoja wao. Wote waliokuwemo kwenye kile chumba walikuwa watu 120. Kila mmoja akakaliwa na zile ndimi, ile miali ya moto ikawakalia. Ndipo hatua ya 3, wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, alafu wote wakanena kwa lugha nyingine
kama Roho alivyowajalia. Sasa tukiangalia Biblia tunaona kwamba ishara hizi nyingine mbili zilikoma siku ya Pentekoste. Hazikuendelea. Hatuoni watu tena katika mchakato wa kupokea Roho Mtakatifu upepo ukija, wakikaliwa na ndimi za moto. Lakini tunaona watu wakiendelea kunena kwa lugha. Haleluya. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 31. Wakamwomba Mungu, mahali pale pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu. Hasemi direct kwamba wakanena kwa lugha, lakini obvious walivyojaa Roho Mtakatifu walinena kwa lugha, alafu wakavikwa ujasiri, wakatoka wakahubiri neno la Mungu bila hofu. Matendo sura ya 8 mstari wa 14 mpaka wa 18 tunasoma habari za Filipo kule Samaria. Mitume wakasikia ya kwamba Samaria nako wamelipokea neno la Bwana, wakawatuma kina Petro, wakaenda kule wakawaombea, na walipowaombea wakaweka mikono juu yao, wakajazwa Roho Mtakatifu. Hakuna mstari pale unaoonyesha kwamba walinena kwa lugha. Lakini nini kinatufanya tuone ya kwamba walinena kwa lugha? Kuna mtu mmoja anaitwa Simoni mchawi. Alipoona watu wanajazwa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono, akawafuata mitume, akataka kuwapa fedha ili wampe huo uwezo wa kuweka mikono juu ya watu waweze kujaa Roho Mtakatifu. Nini kilimfanya Simoni aone kitu cha tofauti? Maana huku nyuma tunaona Filipo alikuwa anafanya ishara na miujiza, lakini Simon hajamfuata Filipo kutaka ampe kile kipawa cha miujiza. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na uwezo wa kufanya miujiza ya kichawi. Alikuwa akiwashangaza watu wengi, watu wakisema ya kwamba huu ni uweza wa Mungu. Lakini alipowaona mitume wanaweka mikono, watu wanajaa Roho, wananena kwa lugha, kitu ambacho yeye hakuweza kufanya, akatamani auziwe kile kipawa. Tunaona Petro anamkemea, anamwambia nenda zako, potelea mbali na hiyo na hayo mawazo yako na huo mtazamo wako. Unafikiri ya kwamba karama za Mungu zinanunuliwa? Anamkemea pale na yeye anaomba rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Matendo ya Mitume sura ya 10 tunasoma habari za Kornelio. Kornelio, mtu mtaua aliyeugusa moyo wa Mungu. Mungu anamtuma akamuite Petro ambaye alikuwa Jaffa, aje amwambie yampasayo kutenda. Na hapa tunafurahia, napendaga kuwahubiri watu wale wenye haki, wenye dini. Unajua kuna watu wenye dini ambao huwa ni wacha Mungu. Ukiwatafutia hata kosa huoni unapowahubiri Injili. Mimi nilikuwa na binti yangu mmoja, sasa we dada, unaniambia mimi niokoke? Mimi nina shida gani? Mimi nina dhambi gani? Mimi kwanza nimeolewa ndoa, nina mume wangu, nina watoto wangu, sifanyi dhambi yoyote. Mimi sini kama nimeokoka tu. Kuna watu wa namna hiyo, watu wataua. Ukiwatafutia hatia huwezi kuiona. Ndio maana zile injili ya kwamba wewe ni mlevi, wewe sijui ni nini, hizo sio injili. Injili ni neno la Mungu. Hubiri neno la Mungu kwamba hata kama sio mlevi, ni mwenye dhambi kwa sababu ya anguko. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Haijalishi anaenda kanisani, haijalishi anakaa nyumbani, haijalishi yeye ni mchawi, haijalishi yeye ni mtu wa ibada.
kwa sababu ya anguko yeye ni mwenye dhambi, na hakuna namna ya kutoka katika dhambi ila ni kwa kumwamini Yesu ambaye amelipa gharama ya dhambi zetu. Kwa kumwamini Yesu tunahesabiwa haki bure, si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Ingekuwa ni kwa matendo, hakusingekuwa na sababu ya Yesu kuja. Yesu alikuja kwa sababu hakuna namna mwanadamu kwa nguvu zake, kwa akili zake, kwa jitihada zake anaweza kujipatia wokovu. Ni kwa neema katika jina la Yesu tunapokea wokovu. Haleluya! Kornelio alikuwa ni mwenye haki, amemgusa Mungu, sala zake na sadaka zake zikafika mbele za Mungu, zikawa ukumbusho. Lakini Biblia inaniambia haikutosha. Mungu akatuma malaika akamwambia Kornelio, umekubalika kweli mbele zangu, lakini kuna jambo moja haujalifahamu. Tuma watu waende Yafa wakamwite Petro, atakuja atakwambia jambo la kufanya. Ndio tunaona Petro anaenda, baada ya wale watu waliotumwa, anaenda kwa Kornelio, anaongea na Kornelio. Wakati anaongea, Roho wa Bwana akashuka akawajaza wote waliokuweko pale, wakaanza kunena kwa lugha, wakaanza kumwadhimisha Bwana. Petro na wale ndugu waliokuwa nao wakashangaa. Kwa nini wanashangaa? Kwa sababu wao walijua ya kwamba Roho Mtakatifu ni wa kwao. Roho Mtakatifu ni wa Wayahudi. Wokovu ni wa Wayahudi, sio wa mataifa. Ndio Petro anasema kweli, sasa najua ya kwamba Mungu hana upendeleo, lakini mtu yeyote ambaye atamtafuta kweli Mungu anapatikana, kwa sababu wamewasikia wakinena kwa lugha, wakimwadhimisha Mungu. Lakini Matendo ya Mitume sura 19 kule Efeso tunaona Paulo anakutana na wanafunzi 12 kule Efeso. Anawauliza, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wanasema hata kusikia kama kuna Roho Mtakatifu hatujawahi kusikia. Anasema kwa mlibatizwa kwa ubatizo gani? Sasa ubatizo wa Yohana. Anasema okay, ubatizo wa Yohana ulikuwa ni maandalizi ya kumpokea yeye atakayekuja. Biblia inasema wale watu wakabatizwa kwa jina la Yesu, na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri, na walipata wanaume 12. Kwa hiyo kwa nini kunena kwa lugha sasa ni kwa muhimu? Hapo nilikuwa nakupa utangulizi. Jambo la kwanza, Biblia inatufundisha jambo hilo. Marko sura 16. Biblia inafundisha Yesu wakati anakaribia kuondoka, anatoa maagizo kwa wanafunzi, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Ni Yesu anatuagiza, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo Biblia inaonesha na kufundisha juu ya umuhimu wa kunena kwa lugha.
Na kwa sababu Biblia ndio mamlaka ya mwisho ya muamini, na imani yetu imejengwa juu ya msingi wa neno la Mungu, hatuwezi kukwepa kunena kwa lugha. Ni kwa muhimu na kwa thamani katika maisha yetu. Sasa nimetoa vielelezo pale. Kanisa la kwanza walianza kwa kunena kwa lugha. Matendo ya Mitume sura ile ya 2, tunaona Roho aliposhuka wote wakajazwa na Roho, wakaanza kunena kwa lugha kama Roho alivyowajalia wote, na watu wakashangaa. Sasa kuna hoja ya baadhi ya watu kwamba kunena kwa lugha huku kunapaswa kufuatane au kuambatane na tafsiri, na wananukuu kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 14 pale Paulo anapozungumza, anasema ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Maana yeye anenaye kwa lugha asemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye. Lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kanisa lipate kujengwa. Sasa nataka nifundishe kidogo hapa, kwa sababu kuna watu wamerizika kutokujaa na kunena kwa lugha kwa sababu ya mchanganyo wa baadhi ya mafundisho. Ukumbuke kwamba hapa Paulo anashughulika na tatizo la matumizi mabaya ya karama za Roho ndani ya kanisa. Na baadhi ya watu wanasema kwamba mitume waliponena kwa lugha watu walisikia kwa lugha zao, manake kulikuwa na tafsiri. Lakini nataka nikupe angalizo kwamba mitume walipokuwa wakinena kwa lugha hawakuwa wananena lugha za watu. Yaani wao wenyewe hakuna aliyekuwa anajua kwamba anazungumza lugha gani. Tuko pamoja jamani? Wala hakuna mtu ambaye alitafsiri ile lugha kwa watu, ila Roho Mtakatifu, kwa sababu alitaka wale watu waelewe, aliwasikizisha kila mmoja kwa lugha yake. Halo? Aliwasikizisha. Hakukuwepo na mtu anatafsiri, ila Roho Mtakatifu aliwasikizisha. Na lile lilikuwa ni tukio la mahali pale tu. Hawakuendelea kunena kwa lugha ambayo watu walikuwa wanawasikia. Hakuna mahali pengine. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kunena kwa lugha anako kuzungumzia Paulo hapa, kunako hitaji tafsiri, ni kule kunena ambako ni ujumbe. Yaani tunapokuwa tumekusanyika, kuna wakati tunamwabudu Mungu na kila mmoja ananena kwa lugha, si ndio? Kila mmoja ananena kwa lugha, lakini kuna wakati Roho anamvuvia mmoja, ananena zaidi,
Na ukimsikiliza unaona huyu ana kitu, ana message, ana ujumbe ambao Mungu anataka kunena na kanisa. Ndio sasa kiongozi wa ibada, kama uko vizuri na antena zako zinashika, unatuliza watu ili tuweze kusikia ujumbe unaotoka kwa Bwana. Lakini kuna wakati ambapo hata ukituliza, kuna wengine wanaendelea kunena huku, kuna wengine wanaendelea kunena huku, kuna wengine wanaendelea kunena huku. Ndio Paulo anasema sasa, kama unanena, kanisa limenyamaza, wewe unaendelea kunena na huna ujumbe, nyamaza. Do you get me? Yani wewe unanena, huyu ananena, huyu ananena. Ni wakati mambo mengine anataka yaendelee. Mwimbaji ameshaimba, kama utulii, tunaashumu ya kwamba una ujumbe kwa ajili yetu. Lakini kama una ujumbe, unaendelea kunena, ndio tunasema nyamaza. Umpe nafasi mwingine ambaye ana neno la kujenga, ana neno la kufariji, ana neno la kutia moyo. Na huu hata hauitwagi unabii sana, unaitwa kuutubu. Yani ni wakati wa kanisa kujengana, tunajengana. Na wanaweza wakanena hata watu 4, 5 kwa zamu. Jina la Bwana libarikiwe. Na haya mambo ni muhimu sana tujifunze. Kwa sababu Roho Mtakatifu kiukweli hatupagai. Huwa tunakuwa na akili zetu, tumepakwa kweli, tumejaa kweli, tunaomba kweli, lakini tunao ufahamu na tuna uwezo wa kujitawala. Ndio hicho anachozungumzia Paulo, kwamba kama wewe unanena, unasikia umejaa, unahisi una ujumbe, lakini hujapata tafsiri, nyamaza ili Mungu ainue mtu mwingine mwenye tafsiri anene. Na kama hajatokea, unajihoji ndani kwa ndani, ukiomba Roho Mtakatifu, nipe basi tafsiri hiki kitu, maana unasikia ni mzigo, una jambo unataka uongee. Na kama hujapata, nyamaza. Haleluya. Ndio hicho kitu Paulo anazungumza hapo. Kunena kwa lugha ambako ni karama, aina za lugha, karama. Lakini kunena kwa lugha huku ninako kuzungumzia, jambo la pili ni aina ya maombi kwa Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 2. Ndio anasema yeye nenaye kwa lugha hasemi na watu, anazungumza na Mungu. Ndio uone hapa kwamba huku kunena kwa lugha huku hakuhitaji tafsiri. Anasema huyu anayenena kwa lugha anazungumza na Mungu, hasemi na watu, lakini ananena mambo ya siri ya roho yake, yeye na Mungu. Tunasema ni aina ya maombi. Unapokuwa unazungumza na Mungu ni maombi. Hunena mambo ya siri, secret things ya moyo wake. Hata kusema na Mungu ni sala, ni maombi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunaponena kwa lugha hutuingiza katika faraga na Mungu. Tunakuwa kwenye faraga na Mungu. Hakuna anayesikia, ni wewe na Mungu wako. Warumi sura ya 8:26 tunasoma, Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa sababu sisi hatujui kuomba ipasavyo, lakini Roho anatuombea. Tunaponena kwa lugha, ni Roho Mtakatifu anaomba ndani yetu, anaomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo, Biblia inasema aijua nia ya Roho ilivyo, kwa hiyo huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kwa tunaponena kwa lugha, Roho Mtakatifu anatuongoza
kuomba katika mapenzi ya Mungu. Unajua tumejaa ubinafsi. Ukisema tuombe, sikiliza wewe, kama unaweza pita ndani pembeni ya mtu mmoja mmoja, usikilize anaomba nini. Ataombea watoto wake, ataombea mume wake, ataombea jamaa zake, ataombea huduma yake, ataomba nipake mafuta, niinue Bwana. Yaani hivyo anazunguka hapo kwa hapo. Ndio maana tunaorodheshaga maombi. Tusipoyaorodhesha maombi, tunazunguka pale pale kwenye kiboksi chetu. Lakini unapoingia katika kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu anakupeleka. Unaweza ukashangaa, unaombea majambazi waokoke, unaombea Marekani, unaombea watu wa ajabu, unaombea vitu vya ajabu ambavyo hata wewe mwenyewe huvijui, lakini unaomba. Efeso sura ya 6 mstari ule wa 18. Sema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkidumu katika jambo hilo, mkikesha na kudumu katika kuwaombea watakatifu. Mstari wa 15 hapo wa Korinto wa kwanza anasema nitaomba kwa Roho, tena nitaomba kwa akili. Nitaimba kwa Roho. Kuna kuimba kwa Roho, tena nitaimba kwa akili. Kwa hiyo ni aina ya maombi kwa Mungu wetu. Jambo la tatu, kunena kwa lugha ni kwa muhimu sana, kwa sababu humjenga muamini. Mstari wa 4 anasema yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. It is a personal, ni kitu cha binafsi sana kunena kwa lugha. Inakujenga. Tunaijenga misuli ya imani. Yuda mstari wa 20 anasema bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaponena kwa lugha tunaimarisha misuli yetu ya imani. Tunajijenga. Wewe jipime. Ukiwa na muda mrefu kwenye maombi, umenena kwa lugha, ukimaliza kuna kiwango fulani cha kiroho unajisikia upo. Watu wa rohoni wananielewa. Kuna namna unajisikia. Yaani unakuwa na ujasiri hata jambo fulani likiingia, likikukabili. Yaani unakuwa tu upo. Kuna kitu fulani kinakuwa kinakubeba. Kuna nguvu fulani unakuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaimarika. Hata unapopita kwenye majaribu mazito, unashangaa una nguvu tu. Nikashangaa siku moja, niliwashuhudia hapa kama sikosei. Mwaka juzi mwezi wa 8, baba yangu alifariki. Na baba yangu alikuwa ni mpenzi wangu wa moyo. Nilikuwa nampenda sana. Kama mama yetu alikuwa zamani sana, tumeishi na baba. Baba yetu alikuwa ni mtu mwenye upendo. Haya ni tulikuwa tunampenda, tunacheza naye kama babu hivyo. Na haikuwa rahisi. Kwa sababu kabla hajafariki madaktari walituambia kwamba sasa mzee amefikia mwisho, jiandaeni tu, wakati wowote chochote kinaweza kutokea. Yaani hakuna tena namna ya kufanya. Mzee amefikia. Na alikuwa ameshazeeka. Lakini pia ana magonjwa. Sasa kile kipindi hakikuwa rahisi kwetu. Kwa tulipata muda mwingi wa kumwomba Mungu atusaidie kulipokea hilo jambo. Na tumeshaambiwa, tunalijua, tumeliona, tunamuona. Tukamwomba Mungu. Lakini haikuwa rahisi. Siku ile amekufa, yani mbele ya macho yangu hivi. Unaelewa? Mbele ya macho yangu pale mwingine emergency. Na muone hivi ameshakufa. Wanajaribu kumpampu na ile za mashine zao. Hayupo. Anajua. Sikujua kwamba naweza. Haikuwa rahisi. Lakini baada ya kutoka pale, hizo nguvu ambazo Mungu alinipa, kila mtu alishangaa. Yaani sisi, mimi na mdogo wangu ndio tunaenda mortuary kumvalisha.
Umewahi hicho kitu? Tunamvalisha, tunamweka kwenye jeneza, tunakuja naye, tunasimamia kila kitu, tunasimama hapo, wanaaga watu. Tunajua watu wanadondokaga, sio nafanyaje, wanaaga watu hivyo hivyo, tunamfunika wenyewe, tunasimamia jeneza linafunga, tunasafiri tunaenda, yani hivyo. Mpaka hata mimi mwenyewe nikashangaa, hivi imekuwaje? Baadaye ndio nilikuja kugundua ya kwamba yale maombi tulioomba kabla, yenyewe ndio yametuimarisha, yenyewe ndio yametupa nguvu, yenyewe ndio yametupa uwezo. Unajua tulikuwa unatafuta ile hali fulani ya kulia kulegea, lakini haipo. Uko too strong. Haleluya. Si kwa sababu wewe ni si, hakuna mtu ambaye ni proof. Ila neema ya Mungu ambayo inazaliwa katika maombi, na si maombi ya kawaida, maombi yanayoongozwa na Roho Mtakatifu. Na maombi yanayoongozwa na Roho Mtakatifu ni yale tunayoomba katika lugha. Na kutia wivu, tunaimarisha misuli ya imani. Lakini kunena kwa lugha ni ishara kwa watu wasioamini. Matendo sura ya 2 pale, mitume na wanafunzi wengine wale 120 walipojaa Roho Mtakatifu wakaanza kunena kwa lugha, watu wote wakakusanyika pale wanawashangaa. Lugha pale ikatumika kama ishara ya kuwavuta watu waweze kuja na kulisikia neno la Mungu. Walipokuwa wakishangaa, ndio tunamwona Petro anajaa zaidi, anaanza kuhubiri neno la Bwana, anatiririka, anasema, jamani, haya mambo mnayoyaona sisi hatujalewa, maana ni asubuhi, ni saa 3 tu, lakini jambo mnaloliona ni lile ambalo limenenwa na manabii, limenenwa na nabii Joeli, ya kwamba siku za mwisho itakuwa siku za mwisho. Bwana atamwaga Roho wake kwa wote wenye mwili. Oh, haleluya. Vijana wenu na mabinti zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, mabinti zenu watatabiri, wazee wenu wataota ndoto. Hili ndilo lile jambo lilotabiriwa. Haleluya. Watu wanamsikiliza, alafu wanasema, tutendeje ndugu zetu? Kazi ya Roho Mtakatifu. Watu 3,000 wanaokoka siku ya kwanza kabisa ya Pentekoste. Haleluya. Lakini pia kunena kwa lugha ni ishara kwa waamini. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44 mpaka wa 48. Naomba nisome pale. Nataka tupate muda wa kuomba, na tuombe katika lugha, na tujae, tuchochee, kwa sababu Roho Mtakatifu anatujaza tena na tena na tena. Yaani kila siku tunajazwa, na leo natamani tujazwe kwa upya, tuhuishwe kwa upya, tunene kwa lugha, tuombe katika lugha, tuongeze hatua na kiwango chetu cha kujaa Roho Mtakatifu. Mstari wa 44, Biblia inasema, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini. Hapa neno waliotahiriwa manake Wayahudi. Petro alipoitwa kule kwa Kornelio, alichukua baadhi ya ndugu Wayahudi kama ushahidi, kwa sababu walikuwa hawachangamani na mataifa. Na hapa Roho Mtakatifu amekwisha kumkataza, usiwaite najisi watu ambao nimewatakasa. Sasa Petro atateteaje kwenye baraza la mitume kule Yerusalemu? Ikabidi achukue mashahidi, ndugu wengine Wayahudi waliokuwa wameamini. Ndio hapa anasema Petro alipokuwa akisema
hayo Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Mstari wa 45. Na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Wamejuaje? Mstari wa 46. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu akasema, ni nani awezaye kukataza maji hawa wasibatizwe? Watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi. Yaani watu waliopokea Roho Mtakatifu kwa namna ile ile ambayo sisi tulipokea. Kwa hiyo lugha hapa imekuwa ishara kwa hawa walioamini, kwamba hawa nao wamekubaliwa na Mungu. Maana kitendo cha kujazwa Roho Mtakatifu kilionyesha ya kwamba hawa mataifa nao wamekubaliwa na Mungu, wamekubalika mbele za Mungu. Mungu amewapa kipawa kile kile ambacho ametupatia sisi. Haleluya. Roho Mtakatifu ni ishara, nisema anafananishwa na muhuri. Anatutia alama ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Sisi tumekubalika na Mungu. Sisi ni mali ya Mungu. Tunamilikiwa na Mungu. Anatutia muhuri, anatumaki. Kwa hiyo tuko salama katika mikono ya Mungu. Kokote tunakopita tuna alama ya Roho Mtakatifu kuthibitisha ya kwamba sisi ni mali ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo jambo la 5, kunena kwa lugha ni njia ya kila muamini kushirikiana na Mungu. Mstari wa 1 pale, yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Kwa hiyo lugha hutuleta kwenye uhusiano wa karibu na Mungu. Hutuleta kwenye faragha, hututenga na wengine. Inatupeleka kwenye faragha, mahali ambako tunaweza tukahusiana na kuingiliana na Mungu kibinafsi. Na lugha ya kueleza zaidi ya hapo, kuhusiana na Mungu kibinafsi. Ndio maana mnapokuwa mnanena kwa lugha, hata kama ni mtu na mke wake, hakuna ambaye anamsikia mwenzie. Kila mmoja anakuwa mahali pake, anazungumza na Mungu wake. Na kunena kwa lugha ni tendo la unyenyekevu. Wakorintho wa kwanza 1:18 anasema, neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Ni rahisi sana kumhubiri mtu akaokoka, lakini tunapokuja kwenye swala la mtu kujaa Roho na kunena kwa lugha, wengi wanaona kama vile ni aibu kunena kwa lugha. Nawezaje kunena maneno sielewi? Watu wanapiga makelele, mtu amevaa suti yake anagalagalaje chini, anatoaje makamasi, analiaje kama mjinga fulani hivi. Kwa kunena kwa lugha ni unyenyekevu. Inatunyenyekeza, inatufungulia mlango wa kufurahia uhusiano wa ndani wa mtu na Mungu, ambapo akili zake hazina matunda. Na mtu anapokuwepo katika huo uwepo, anapokuwepo mbele za Bwana,
anasahau kabisa heshima yake, anasahau kabisa status yake, anaufurahia ule uhusiano na Mungu kiasi kwamba watu wengine wananionaje haiwi kitu cha muhimu kwake. Bwana, mtu akijazwa kweli kweli utashangaa hapa pana vumbi, lakini utamuona mtu na suti yake yuko hapo chini, wala haoni kama ni tatizo, kwa sababu anakutana na ile hali. Nasema ni lile hitaji kuu la mwanadamu la ibada. Unajua kuna hitaji kuu la mwanadamu la ibada ambalo huwezi kulifikia kwa akili hizi za kibinadamu. Mungu anatafuta watu ambao watamwabudu katika roho. Yohana 4:23. Waabuduo halisi. Waabuduo halisi. Ni vigumu kufikia kwenye kiwango cha kumwabudu Mungu kwa halisi. Lakini tunaponena kwa lugha, ndio Roho Mtakatifu anatuingiza katika vilindi vya kukutana na Mungu. Zaburi 42 nasema kilindi kinapigia kelele kilindi kwa sauti ya maporomoko yake. Yaani roho yako inakutana na Mungu, na inapokutana na Mungu ile nafsi inafinyangwa, inasarenda zile tamaa za kibinadamu, zile shauku za kibinadamu, ile hali ya ubinafsi inaondoka. Tunafurahia kuwepo katika uwepo wa Mungu. Ndipo hapo sasa Mungu anaanza kushughulika na mioyo yetu. Daudi anasema, Bwana uniumbie moyo mpya. Mungu anatufinyanga, ndio tunafinyanga. Ndio maana nikasema siku moja, itashangaza na inashangaza sana kama wewe ni muombaji mzuri na Roho Mtakatifu ana nafasi ya kutosha kwenye moyo wako. Ni lazima tu maisha yako yabadilike, kwa sababu hauwezi ukakutana na Mungu ukabaki kama ulivyo. Ukikutana na Mungu lazima mabadiliko yatokee ndani, na mabadiliko yanapotokea ndani lazima athari nje zionekane. Halo, ndio watu wajifunza somo. Tunapoingia katika uhusiano wa karibu na Mungu kwa njia ya maombi ya kunena kwa lugha, kuna matengenezo. Tunafika mahali tunajiona kama Mungu anavyojiona, tunasarenda, tunasema, Bwana niko hapa, unishughulikie. Nimegundua ya kwamba mimi nimepungua, nina shida katika eneo hili. Tunamuona Isaya, lazima ole wangu mimi, maana macho yangu yamemwona Bwana, na mimi ni mtu mchafu, nakaa katikati ya watu wachafu, na nina midomo michafu. Alipojigundua, ndio malaika wanakuja na kala moto, wanamtakasa. Baada ya kutakaswa wanasema, nitume Bwana niende. Ukikutana na Mungu, kiburi kinaondoka. Ile hali ya kujihesabia haki. Unajua kuna namna fulani tunafika, unajiona mimi ni wa kiroho, mimi natumiwa na Mungu. Unajiona yani, unawaona watu wengine kama vinyanyanyanya hivi, kama vitu vibichi hivi. Unaona kama vile ni kuni mbichi ambazo zinatoa tu moshi. Yani wewe unajiona uko katika kiwango fulani hivi, lakini nakwambia ukikutana na Mungu katika uwepo wake kiuhalisia, hizo pembe zinakatwa, unanyong'onyea, unajiona ulivyo dhaifu, unajiona ulivyopungua, unasarenda mbele za Bwana, unamwambia, Bwana nisamehe, nilikuwa nafikiri nimefika, kumbe hata safari sijaanza. Nilifikiri ninajua, kumbe mimi ndio ni mjinga kabisa, sina ufahamu wowote. Bwana nakutegemea, Bwana ninakuhitaji, Bwana ninakuhitaji, Bwana nisaidie, maana nimegundua bila wewe siwezi neno lolote. Thamani ya kunena kwa lugha. Unaomba kwa akili. Unaomba kama wale Mafarisayo. Yesu anatoa mfano wa watu wawili walioenda hekaluni kusali. Mmoja Farisayo, mmoja mtoza ushuru. Anasema Farisayo alipofika, anasema, Bwana,
Unajua ya kwamba mimi nafunga mara 2 kwa wiki. Unajua natoa zaka kwenye mapato yangu yote. Mimi si kama huyo mtoza ushuru hapo nyuma. Maombi ya kujikidai. Lakini Yesu anasema yule mtoza ushuru alisimama mbali, hakusogelea. Akasema, Bwana, unirehemu mimi mwenye dhambi. Yesu anasema mtoza ushuru alienda nyumbani, amepokea neema, lakini yule Farisayo hakuna chochote alichokipata. Tunapoomba katika akili, mara nyingi tunakuwa kama yule Farisayo. Tunajihesabia haki. Tunanyoosha vidole kwa wengine. Tunasahau kinyoosha hivi vyote vinakuelekea wewe. Tunaomba kwa kiburi. Unajua leo ni siku yangu ya 7 katika maombi ya kufunga na utafuta uso wa Bwana. Kakuuliza nani? Maombi ni siri ya mtu. Wewe umefunga, una shida zako, unamtafuta Bwana. Sisi natuhusu nini? Tuache tukate ubwabwa. Zitakuja nyakati zetu na sisi tutawekwa kwenye kibano. Halo? Unajua niko siku ya 14 na utafikiri kanisa watu hawaombi kanisa. Hawaombi. Wewe nani alikwambia watu wanaoomba wanakaaga huku wanaonekana? Unafikiri waombaji unawajua wewe? Wewe humjui muombaji, I tell you. Waombaji hawaonekanaji. Wale unaowaona sio waombaji, ni washirika wenzetu. Kuna waombaji hawaonekanaji. Wanamka usiku wa manane kwenye kona ya vyumba vyao, wanamuita Bwana. Halo? Muombaji hapigi kelele. Nguvu ya kupiga kelele anayo? Waombaji sio. Kuna waombaji anawajua Mungu mwenyewe. Amina. Mungu anawajua waombaji. Wapo. Mungu anawajua kwenye kona zao. Ukiona mtu mimi ni muombaji. Wewe muombaji kakwambia nani wewe muombaji? Unajua muombaji na sifa zake unazijua. Amina. Kila mtu hapa tunaomba kwa kadiri ya neema, lakini wale ambao wametengwa, kwa hiyo wamepakwa mafuta, kwa hiyo Mungu mwenyewe anawajua kwenye kona zao, wala hawajitangazi, wala hutawajua, hutawaona. Bwana anawaona mwenyewe kule. Tunamtaka Bwana atusaidie tujae Roho Mtakatifu katika viwango vya kuomba katika lugha na kuingia kwenye private na Mungu wetu, ili Mungu atufunulie mambo ya sirini, mambo ambayo macho hayajayaona, mambo ambayo sikio halijasikia. Katika maombi ya faragha na Bwana anatufunulia. Unapokaa kwenye lugha kwa muda mrefu, kuna wakati yale unayoyaombea Mungu anaeleta kwenye akili. Akitaka ndio tunaita nimepata ufunuo. Yaani unaweza ukaomba, alafu kashangaa kama kuna kuangaziwa fulani huku. Unakuja kuanza kuomba kwa akili. Unataja mambo ambayo wala hukuwa umeyaweka kwenye mpango wako. Unakuja kuomba kama mtakatifu alikuwa na baadaye utakuja kupata taarifa. Bwana asifiwe sana. Nataka nimalize. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hutufanya kuwa waabudu halisi. Jambo la mwisho, tunaponena kwa lugha, Roho hutuleta kwenye usawa mbele za Mungu. Yaani nachotaka kuzungumza hapa ni nini? Mtu anaponena kwa lugha, tunaponena kwa lugha, akiingia mtu hawezi kututofautisha kwamba huyu ni bosi fulani, meneja, huyu
wote tunakuwa kwenye level moja. Kama ni kamasi, wote tunatoa makamasi. Kama ni machozi, wote tunatoa machozi. Kama ni kugaragara, wote tunagaragara. Yaani Roho Mtakatifu anatuleta kwenye ule usawa wa kimungu. Anaondoa zile tofauti zetu, yale matabaka. Tunapokuwepo katika akili, unajua kuna matabaka. Haleluya. Haleluya. Yesu ni Bwana. Na sauti yangu jaribu kutengeneza. Yesu ni Bwana. Watamu angalia usiyeyuke. Yesu ni Bwana. Haleluya. Wewe ndiye Bwana, wewe ni mwema. Ngoja Roho akukamate. Utasahau kama ulipaka poda. Utasahau kama kula wanja ulikuwepo. Utasahau kama umevaa suti mpendwa. Kweli si kweli? Roho Mtakatifu anatuleta kwenye viwango vya usawa mbele za Mungu, ya kwamba sisi mbele za Mungu tuko sawa, tuko level. Asikudanganye mtu. Mbele za Mungu tuko level. Ni roho zote zimeumbwa na Mungu. Hakuna roho tajiri, hakuna roho maskini. Wote ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka tuingie kwenye kuomba, lakini mwisho ni hatua ya kuelekea kwenye karama nyingine za roho. Nasoma Wakorintho wa kwanza 12 pale 8 mpaka 10. Kwamba mwalimu mmoja anafundisha, anasema mtu anenaye kwa lugha mara nyingi hujifunza kushirikiana na Roho Mtakatifu. Kwa ni rahisi kumsikia Mungu, ni rahisi pia kutumiwa na Mungu katika karama nyingine mbalimbali. Tusimame. Kunena kwa lugha ni mzizi na shina la karama nyinginezo. Natamani. Unajua tumefika mahali tumezoea, tumeona tu limradi nimeokoka inatosha. Ile kiu ya kutaka kujaa Roho na kunena kwa lugha ni kama imeondoka. Wakati sisi tunaokoka, yani hauridhiki mpaka uhakikishe ya kwamba umepokea Roho Mtakatifu kiwango cha kunena kwa lugha. Na kama usingenena kwa lugha, ungetafuta, ungefunga, ungeomba watu wa kuombee, vijana wenzako wakuwekee mikono mpaka ujae unene kwa lugha. Na hata kanisa la kwanza waliweka mkazo sana watu wajae na kunena kwa lugha. Ndio tunaona walipopata taarifa za kwamba Samaria wamelipokea neno la Mungu, jambo la kwanza wanatuma watu waende waombee, wajae Roho Mtakatifu, wanene kwa lugha. Tunamwona Paulo anapokutana na wale watu kule Efeso, anawaombea, wanajaa Roho, wananena kwa lugha. Kwa hiyo kuna siri ya kujaa Roho na kunena kwa lugha. Nataka shauku yako iumbike, ujisikie vibaya kama uneni kwa lugha. Maana sasa Roho Mtakatifu yupo, hajaondoka, yuko hapa. Anasema kila mwenye kiu aje kwangu anywe maji ya uzima bure. Na maneno hayo Yesu alikuwa anasema, alinena kwa habari ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anafananishwa na maji yaliyo hai. Yanapokuja ndani yetu, yanatupa uhai mpya, yanatupa uzima mpya, yanatupa ustawi mpya. Tunajisikia fresh, tunajisikia hai. Anaitwa ni Roho wa uzima. Nataka mchana na asubuhi ya leo twende mbele za Bwana, tuombe, tujiachilie mbele za Bwana. Ujisikie vibaya, waambie Bwana, natamani unijaze asubuhi ya leo. Nimejaa, ndio, nataka nijae tena, nataka nifurike, nataka ninene kwa lugha. Tunaponena kwa lugha, kuna mambo ambayo Mungu anayashughulikia katika maisha yetu. Hata afya zetu wakati mwingine zinaimarishwa. Kama kuna vikitu viliingia, vinaondoka, vinaachia. Kama kuna vimishale viliingia, vinaondoka, vinaachia. Haleluya.